من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل قلوب المؤمنين تهوي إلى الحسين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. Naam, tukiwa tupo katika mwezi wa shahr Muharram, tukiwa tupo katika mwezi wa Muharram, mwezi ambao umetokwa ni majonzi, mwezi ambao umegubikwa ni msiba mzito, na si mwingine ni msiba wa mtoto wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kupitia binti yake Fatima. Ni msiba wa mjukuu, ni msiba wa mmoja kati ya masahaba wakubwa wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni msiba wa al-Imam al-Hussein, ni mmoja kati ya vijana wa peponi. Mtume mwenyewe akinena ya kwamba al-Hasan na Hussein ni vijana wa peponi. Kwa hiyo napenda kutanguliza maudhui yangu yanayosema ya kwamba limadha nabki ala al-Hussein, kwa nini tunamlilia Hussein? Kwa nini si mtume Muhammad? Kwa nini si Imamu Ali? Kwa nini si maimamu wengine? Kwa nini limadha al-Hussein? Kwa nini Hussein? Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani yake tukufu, waman yu'azzim sha'air Allahi fa innaha min taqwa al-qulub. Anasema Mwenyezi Mungu ya kwamba na anayeadhimisha alama za Allah subhanahu wa ta'ala, basi hiyo ni katika uchamungu wa nyoyo. Na jambo hili ni katika alama ya kumjua Mwenyezi Mungu. Tukio lililotokea Karbala ni tukio zito sana, ni tukio la kikatili, ni tukio ambalo linatufahamisha ya kwamba dunia ya sasa tupo katika kullu yawmin Ashura wa kullu ardhin Karbala. Kila siku ni Ashura na kila ardhi ni Karbala. Kwa hiyo popote ulipo kuna Hussein na popote ulipo kuna Yazidi. Kwa hiyo kwa nini tunalia kwa Imamu Hussein? Kwa nini tunamlilia Imamu Hussein? Ndipo kuna maneno mazuri yanayosema ya kwamba albukau ala al-Hussein laysa adatan ijtimaiyatan bal huwa sha'iratun diniya. Kulia kwa Imamu Hussein, kumlilia Imamu Hussein kwa sababu alikatwa ni mapanga, alikatwa, alichomwa mishare, alipigwa sana al-Imamu al-Hussein, aliuliwa madhuluman, amekufa hali ya kuwa amedhulumiwa. Anasema ya kwamba kumlilia Imamu Hussein si desturi ya kijamii, sio kwamba ni desturi yetu kwamba kila unapoingia mwezi wa Muharram basi sisi tunalia. Hapana, sio hivyo. Bali jambo la kumlilia al-Imamu al-Hussein, kulia ya kwamba Imamu Hussein mjukuu wa bwana mtume Muhammad, mtoto wa bwana mtume Muhammad, aliuliwa kikatili katika ardhi ya Karbala, ni jambo la kiibada, ni jambo la kimungu. Ndipo anasema Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna liqatli al-Hussein hararatan fi qulubi al-mu'minin la tabrudu abadan. Hakika kuuliwa kwa Imamu al-Hussein alayhi salam kumekuwa ni kuna joto katika nyoyo za waumini ambalo halitapoa abadan, milele. Al-Imamu al-Hussein tutamkumbuka abadan, tutamkumbuka milele. Kwa kitendo kilichotokea Karbala, Waislamu sawasawa umekuwa ni Shia, sawasawa umekuwa ni Ahlus Sunna wal Jamaa, basi jambo hili ni sisi wote Waislamu linatuhusu. Hussein sio wa Mashia, Hussein sio wa Ahlus Sunna wal Jamaa peke yao, hapana. Kwa hiyo tusiweze kukubali falsafa za ajabu ambazo tunakuja kuambiwa leo. Mtu ambaye anasimama kuongea Karbala ananasibishwa na watu fulani. Mtu ambaye anasimama kuzungumza tukio lililotokea kwa Imamu al-Hussein ameuliwa madhuluman, kwamba huyu mtu ananasibishwa na watu fulani. Hapana, tusiwe hivyo. Imamu Hussein akutoka kwa ajili ya kutaka umaarufu, akutoka kwa ajili ya mambo mengi, alitoka ni kutaka umoja,
alitoka ni kupinga dhulma, alitoka ni kuleta amani katika jamii. Kwa hiyo sisi pia ni lazima tuige kwa al-Imamu al-Husaini alayhi salam. Ndipo tunapata maneno mazuri kutoka kwa al-Imamu Sadiq alayhi salam, al-Imamu Zainul Abidin anasema ya kwamba ana binu man bakat alayhi samawati wal ardhu, mimi ni mwana wa yule ambaye mbingu na ardhi zililia kwa ajili yake, zilimlilia al-Imamu al-Husaini alayhi salam. Alililiwa na ardhi na mbingu, na Imamu na Zainul Abidin amesema ya hivyo. Tunaendelea kusema ya kwamba albukau ala al-Husaini huwa tuhuru linnafsi wa walau lidini wa mahabbatun lilhaqi. Huko ndio kumlilia al-Imamu al-Husain. Anasema ya kwamba albukau ala al-Husain, kumlilia al-Imamu al-Husain ni utakaso wa roho, ni utakaso wa nafsi. Nafsi yako ukitaka uipime kujua kwamba je, wewe una nafsi ngumu au nyepesi, ni pale anapotajwa al-Imamu al-Husain, kinapotajwa kisa hiki kilichotokea Karbala, ukatoa chozi, basi wewe nafsi yako itakuwa ni tahara kwa sababu ya kumlilia sahaba mkubwa waliyullah, na si mwingine ni al-Imamu al-Husaini alayhi salam. Akuishia hapo, anaendelea kusema wa walau lidini, na pia ni uaminifu kwa dini, wa mahabbatun lilhaqi, na mapenzi ya haki. Kwa hiyo unapolia ni kwa sababu Imamu Husaini amedhulumiwa, ni unajulisha ya kwamba unaipinga haki. Unapolia ya kwamba Imamu Husaini ameuliwa kikatili, unadhihirisha ya kwamba unapinga mambo yaliyotokea ni Gaza, unapinga mambo yaliyotokea ni baadhi ya nchi za Kiislamu zikiuliwa kikatili, zikipigwa vita. Kwa hiyo leo hii tunawaona wakina Yazidi bado wapo katika ulimwengu wa leo. Tunawaona pia akina al-Husaini, watu wanaomfuata Husaini, watu walioelewa Karbala pia bado wapo, ni watu ambao wanaipinga dhulma. Kwa hiyo tukitaka tutofautishe kati ya al-Imamu al-Husain na Yazidi, tunatofautisha kwa njia gani? Tunatofautisha kwa kupitia ya kwamba al-Imamu al-Husaini ni mtu aliyokuwa akipenda haki, aliyekuwa akiishi na majirani wake vizuri, aliyekuwa akitaka amani. Kwa hiyo Yazidi tunamjua vipi? Ni mtu ambaye anapinga amani, moja. Mbili, ni mtu ambaye hataki maelewano na Waislamu wenzake, ni mtu ambaye anafitinisha, ni mtu ambaye anateka watu, anaua watu. Huyo ndio Yazidi wa leo ambaye tupo naye. Kwa hiyo tukio hili linatujulisha ya kwamba akina Yazidi bado wapo, akina Husaini pia bado wapo. Kwa hiyo lazima tustafidu na tukio hili lililotokea katika mji wa Karbala. Tunaendelea kusema ya kwamba kuna maneno mazuri, anasema albukau ala al-Husaini laysa dha'fan bal huwa wa'yun wa imanun wa thubatun ala al-haqi, wa thabatun ala al-haqi. Anasema ya kwamba kumlilia al-Imamu al-Husaini si udhaifu. Unapolia, tunapowaona watu wanatoka wanapiga vifua vyao, wanalia machozi kwa uchungu wa hali ya juu, kwa kusikia tu kwamba al-Imamu al-Husaini ameuliwa ni madhuluman, ameuliwa ni kwa kuchomwa mishare, ameuliwa ni akiwa na kiu kikali sana, basi watu hutoa machozi. Sio kwamba ni wanyonge, isipokuwa ni nini? Bali ni uelewa wa ndani sana, na ni imani na kusimama imara katika upande wa haki. Unapomlilia al-Imamu al-Husaini ni kwamba unamuunga mkono katika majambo yake, unamuunga mkono kwa kutoka kwake kwenda kutafuta amani, kwa kutoka kwake kwenda kupinga dhulma. Ndiyo tunavyotafsiri hivyo. Kwa hiyo atulii ya kwamba tunalia tu kwamba Imamu Husaini ameuliwa, tunalia pasina mazingitio. Hapana, kwa tunalia hali ya kuwa ya kwamba tunapinga dhulma, tunalia tunapinga mambo mabaya katika jamii yetu. Kwa hiyo ndipo pale tunaona maneno ya al-Imamu al-Husaini aliyomwambia Muhammad bin al-Hanafiya, alimwambia ya kwamba inni lam akhruj ashran wala batran
wala dhaliman wala mufsidan innama kharajtu li talabi al-islahi fi ummati jaddi. Al-Imamu al-Husaini alayhi salam anasema ya kwamba hakika mimi sikutoka katika mji huu kwamba labda kwa sababu labda ni sikutoka katika mji huu labda kwa sababu ya majivuno, wala kwa ajili ya dhulma, wala mufsidan, wala sikutoka kwa ajili ya kwenda kufanya ufisadi. Wa innama, na hakika si vinginevyo. Kwa nini? Kharajtu li talabil islahi, nimetoka kutafuta marekebisho katika umma, nimetoka kutafuta amani katika dini ya babu yangu, katika umma wa babu yangu, nimetoka kupinga dhulma. Kwa hiyo al-Imamu al-Husaini anatufundisha ya kwamba yeye mwenyewe aliweza kutoka na kwenda kutafuta haki, alitoka kupinga dhulma, alitoka kukataa mambo yote ambayo ni mabaya. Kwa hiyo na sisi pia tunapata mazingatio ya kwamba tunaweza tukatoka tukapinga ushoga katika jamii yetu, tunaweza tukatoka kupinga mambo ambayo sio mazuri, tukatoka kupinga uvutaji wa bangi katika jamii yetu, tukatoka kupinga mambo ambayo yanaendelea ambayo si salama katika jamii yetu. Kwa hiyo inatakiwa tumwangalie al-Imamu al-Husain kupitia tukio la Karbala. Kila ardhi ni Karbala na kila ardhi ni Karbala na kila siku ni Ashura. Kwa hiyo na hitimisha maneno yangu kwa kusema ya kwamba alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibillahi alamin abil qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.